Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake ametupa tena siku hii ya leo na baraka zake na fadhili zake, maana kama sio Mungu hata leo tusingekuwepo. Basi siku hii ya leo tena nikukaribishe katika kipindi chetu mchana wa leo kwa ajili ya kutambua ukuu wa Mungu. Tujue ukuu wa Mungu, tujue matendo makuu ya Mungu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu anatupenda, Mungu wetu anatujali, Mungu wetu anatuwazia mema. Siku zote Mungu wetu amekuwa upande wetu akitupigania usiku na mchana. Na mchana wa leo tuna ujumbe mzuri ambao tunatamani tujue na tuone ukuu wa Mungu na uzuri wa Mungu jinsi ambavyo ni wa ajabu juu ya maisha yetu. Na ninaposema ukuu wa Mungu juu ya maisha yetu, tunaona jinsi gani ambavyo Mungu anatufanyia mambo ya ajabu sana. Yako matendo makubwa ambayo Mungu amekuwa akifanya kwenye maisha yetu. Hata kama hatuwezi kusimulia, lakini tunaona kabisa kwamba hata uzima na uhai tulionao ni upendo wa Mungu, ni ukuu wa Mungu. Na majira haya tukatafakari maneno ya Mungu machache tu, tuona jinsi ambavyo yeye ni wa ajabu na yeye ni mkuu sana. Kitabu kile cha Danieli, ule mlango wa 5, kuanzia mstari wa kwanza pale, tuone mpaka pale chini. Anasemaje Danieli mlango wa 5, mstari wa kwanza na kuendelea. Akasema, Belshaza mfalme aliwafanyia wakuu wake 1000 karamu kubwa, akanywa divai mbele ya 1000 hao. Belshaza alipokuwa akionja ile divai, akaamuru wavilete vile vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo baba yake Nebukadreza alivitoa katika hekalu lililokuwako Yerusalemu, ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wapate kuvinywea. Basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu la nyumba ya Mungu lililokuwako Yerusalemu, na mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wakavinywea. Wakanywa divai, wakaisifu miungu ya dhahabu na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe. Saa hiyo hiyo vikatokea vidole vya mkono wa mwanadamu, vikaandika katika chokaa ya ukuta wa nyumba ya enzi ya mfalme, mahali palipokikabili kinara, naye mfalme akakiona kitanga cha ule mkono ulioandika. Ndipo uso wa mfalme ukabadilika, fikra zake zikafadhaisha, viungo vya viuno vyake vikalegea, magoti yake yakagongana. Mfalme akalia kwa sauti kubwa, akaamuru aletewe wachawi na wakaldayo na wanajimu. Mfalme akanena akawaambia, wale wenye hekima wa Babeli na mtu awaye yote atakayesoma maandiko haya na kunionyesha tafsiri yake, atavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwake, naye atakuwa mtu wa 3 katika ufalme. Basi wakaingia wenye hekima wote na wafalme, lakini hawakuweza kuyasoma yale maandiko wala kumjulisha mfalme tafsiri yake. Ndipo mfalme Belshaza akahangaika sana, uso wake ukabadilika, na wakuu wake wakaona fadhaa. Mstari ule wa 8. Basi wakaingia wenye wa 9. Ndipo mfalme Belshaza akahangaika sana, uso wake ukabadilika, na wakuu wake wakaona fadhaa. Basi malkia kwa sababu ya maneno ya mfalme na ya wakuu wake akaingia katika nyumba ya karamu. Malkia akanena akasema, mfalme, uishi milele. Fikra zako zisikufadhaishe, wala uso wako usibadilike. Yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake, na katika siku za baba yako nuru na ufahamu na hekima zilionekana ndani yake. Na mfalme Nebukadreza baba yako, na mfalme baba yako, akamfanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi na wakaldayo na wanajimu. Kwa kuwa roho njema kupita kiasi na maarifa na ufahamu na uwezo wa kufasiri ndoto na kufunua maneno ya fumbo na kufungua mafundo zilionekana katika Danieli huyo, ambaye mfalme alimuita Belteshaza. Basi na aitwe Danieli, naye ataionyesha
tafsiri. Ndipo Danieli akaletwa mbele ya mfalme, na mfalme akanena akamwambia, Danieli, je, wewe ndiwe Danieli yule aliye mmoja wa wana wa Yuda waliohamishwa, ambao mfalme baba yangu aliwaleta huku toka Yerusalemu? Nimesikia habari zako, kwamba roho ya miungu imo ndani yako, na kwamba nuru ya ufahamu na akili bora zimeonekana kwako. Basi sasa watu wenye hekima na wachawi wameletwa mbele yangu, wapate kusoma andiko hili na kunijulisha tafsiri yake, lakini hawakuweza kunijulisha tafsiri ya jambo hili. Lakini nimesikia habari zako, kwamba waweza kuleta tafsiri na kufumbua mafumbo haya. Kama ukiweza kulisoma andiko hili na kunijulisha tafsiri yake, utavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwako, nao utakuwa mtu wa tatu katika ufalme. Mstari wa 17. Ndipo Danieli akajibu akasema mbele ya mfalme, zawadi zako zishike wewe mwenyewe, na thawabu zako mpe mtu mwingine, walakini nitamsomea mfalme maandiko haya na kumjulisha tafsiri yake. Kwa habari zako, mfalme, Mungu aliye juu alimpa Nebukadreza baba yako ufalme na ukuu na fahari na utukufu. Na kwa sababu ya ule ukuu aliyompa, watu wa kabila zote na mataifa na lugha wakatetemeka na kuogopa mbele yake. Aliyetaka kumuua alimuua, aliyetaka kumwacha hai alimwacha hai, aliyetaka kumtukuza alimtukuza, na aliyetaka kumshusha alimshusha. Lakini moyo wake ulipoinuliwa na roho yake ilipokuwa ngumu, akatenda kwa kiburi. Aliuzuliwa katika kiti chake cha enzi, nao wakamuondolea utukufu wake. Akafukuzwa mbali na wanadamu, moyo wake ukafanywa kuwa kama moyo wa mnyama, na makao yake yalikuwa pamoja na punda mwitu. Akalishwa majani kama ng'ombe mwitu wake, mwili wake ukaloa maji kwa umande wa mbinguni. Hata alipojua ya kuwa Mungu aliye juu ndiye anayetawala katika ufalme wa wanadamu, na ya kuwa umweka juu yake yeye amtakaye awaye yote. Na wewe mwanaye, Belshaza, hukujinyenyekeza moyo wako, ijapokuwa ulijua hayo yote. Mstari wa 23. Bali umejiinua juu ya Bwana wa mbingu, nao vileta vyombo vya nyumba yake mbele yako, na wewe na wakuu wako na wake zako na masuria wako mmevinywea. Nawe umeisifu miungu ya fedha na ya dhahabu na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe, wasioona wala kusikia wala kujua neno lolote. Na Mungu yule ambaye pumzi yako mkononi mwake na njia zako zote ni zake, hukumtukuza. Ndipo kile kitanga cha ule mkono kikaletwa kutoka mbele zake, na maandiko haya yameandikwa. Na maandiko yaliyoandikwa ni haya: Mene, Tekeli na Peresi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: Mene, Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika, nao wamepewa Waamedi na Waajemi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tumesoma mlango wa 5 mistari mirefu namna hii? Tunataka tuone jinsi ambavyo Mungu ni mkuu. Mungu ni wa ajabu. Mungu ni mkubwa kuliko miungu yote, kuliko falme zote, kuliko kitu chochote chini ya jua. Tunaona jinsi gani ambavyo mfalme Belshaza alipokunywa kileo, akalewa, akafanya vitu visivyo stahili. Na tukiangalia kabisa kwa jinsi tulivyojifunza, tunaona hata baba yake Nebukadreza, kuna uharibifu ambao alifanya. Mungu akamuondolea utukufu wake, Mungu akamuondolea nafasi yake, Mungu akamweka katika msitu, akakaa kule akala na wanyama, mpaka alipogundua ya kwamba Mungu ndiye Mungu. Sasa tunataka kujifunza kitu gani mchana wa leo? Tunamuona Belshaza baada ya kuona kwamba
kuna mkono umeandika maneno ukutani. Aliingiza hofu na hakuona mtu wa kumtafsiria, hakuona mtu wa kumsaidia katika yale maneno aliyoona pale ukutani. Ingawa kwamba aliwatafuta wachawi, aliwatafuta waganga, aliwatafuta wenye aliokuwa anaona wana nguvu ili wamtafsirie ile ndoto, lakini hawakuweza kumtafsiria ile ndoto kwa sababu walikuwa hawana Mungu wa kweli, walikuwa hawana Mungu mwenye nguvu, walikuwa wanaabudu miungu mingine, walikuwa wanaabudu fedha, wanaabudu shaba na mawe na dhahabu. Lakini tunajifunza nini mchana wa leo? Tukimwangalia mtumishi wa Mungu Danieli, baada ya kukumbukwa, tunaona jinsi gani ambavyo Mungu mtakatifu anakaa ndani yake, miungu watakatifu wanakaa ndani yake. Akakumbukwa Danieli, akaja akaongea na mfalme, akamuelekeza kwa habari ya ile ndoto, akamueleza kwa habari ya ile ndoto, jinsi gani ambavyo hakuwa na unyenyekevu, jinsi gani ambavyo hakumjua Mungu aliye hai, jinsi gani ambavyo alifanya uharibifu mbele za Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa yale maneno yalimpa hofu mfalme, yalimtikisa sana na kuona kwamba imekuwaje, mbona haya maneno yamekuwa ni mazito kwangu, mbona yamenifadhaisha, mbona yameniumiza ndani ya moyo wangu. Lakini nataka nikuambie mtu wa Mungu unayenifuatilia, mtu wa Mungu unayenisikiliza, haya maneno ambayo yaliandikwa ukutani yalikuwa na ujumbe mzito ambao wakati ule mfalme hakuyajua, mfalme hakutambua ya kwamba yalikuwa na uwezo gani. Lakini tunataka kuona ya kwamba Mungu hakuwa amemuacha kabisa. Mungu alimuonyesha ya kwamba yupo katikati ya kile anachokifanya, na katika kile hapendezwi na ule uharibifu, hapendezwi na ule uovu, hapendezwi na ule ubaya. Na ndio maana akamtumia Danieli kwa ajili ya kumtafsiria ile ndoto, kwa ajili ya kumuonyesha maana ya yale maneno, kwa maana ya kwamba kuna watu ambao Mungu amewapa nafasi, Mungu amewapa neema ya kusikia hata neno la Mungu, ya kusikia hata ujumbe wa Mungu, lakini bado wanafanya mioyo yao kuwa migumu, bado wanamkataa Mungu, bado wanaangalia sanamu, bado wanaangalia miungu fedha, bado wanaangalia dhahabu, bado wanaangalia mawe, wamemkataa Mungu wa kweli. Mchana wa leo mimi na wewe nataka nikuambia kwamba tumtafute Mungu wa kweli, tumwangalie Mungu wa kweli, matendo yake alivyo ajabu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Belshaza alikuwa anaitumainia dhahabu, walikuwa wanaitumainia fedha, walikuwa wanatumainia mawe, walikuwa wanatumainia vitu vya thamani. Hawakujua Mungu wa kweli, hawakumjua Mungu aliye hai. Sasa nataka niseme na wewe mchana wa leo, yuko Mungu ambaye anakutaka, yuko Mungu ambaye anataka maisha yako, anataka hatua zako, anataka akuone tena ukimtegemea yeye. Tukimtegemea Mungu atatufanikisha. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu wameangalia fedha zao, wako watu wameangalia majumba yao, wako watu wametumainia uchawi na uganga, wako watu wametumainia vitu visivyofaa. Mchana wa leo rudi kwa Mungu ili Mungu aweze kutembea na wewe, ili Mungu aweze kukusaidia, ili Mungu aweze kukuvusha. Bwana Yesu asifiwe. Yale maneno yaliyoandikwa ukutani, tunaona yalivyokuwa na maana kubwa, yalivyokuwa na uzito ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Mstari ule 22 akasema, na wewe mwanae Belshaza, hukujinyenyekeza moyo wako, ijapokuwa ulijua haya yote. Hakujinyenyekeza, hakuwa na moyo wa unyenyekevu kwa Mungu, hakuwa na moyo wa kushuka kwa Mungu. Aliyafanya yale ambayo Mungu alichukizwa nayo. Tunaona jinsi gani ambavyo Nebukadneza aliviondoa vile vyombo vya Mungu kwenye madhabahu hekaluni, akaviondoa. Lakini tunaona jinsi gani ambavyo mwanae alivitumia pamoja na wanawake, pamoja na masuria, wakavinywea pombe, wakalewa, wakafanya uharibifu mbele za Mungu. Mungu akachukizwa, Mungu akaghadhibika ndani yake, akaona hapana, haifai. Kwa nini nyumba yangu inafanyika hivi? Kwa nini vyombo vyangu vitakatifu vinafanyika namna hii? Akachukizwa. Lakini tunaona kwenye ule mstari wa 25 anasema, na maandiko yaliyoandika ni haya, mene tekeli na peresi, mene tekeli na peresi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: mene, Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha. Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha. Tunaona jinsi gani ambavyo aliutumainia uchawi, aliutumainia uganga. Wako watu wanatumainia uchawi, wako watu wanatumainia uganga, wako watu wanatumainia miungu isiyosema, miungu isiyosikia. Wako watu wanatumainia ushirikina, wanafanya vitu vibaya mbele za Mungu. Lakini leo neno la Mungu linasema hivi, mene inamaanisha ya kwamba ule ufalme umekomeshwa, umehesabiwa, umekomeshwa. Lakini akasema hivi,
Tekeli, umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepungua. Ufalme wake ulipungua, ufalme wake ulikomeshwa, ufalme wake ulianza kupita mahali pagumu. Alianza kuona mahali pagumu anapita, maana baba yake aliondolewa kwenye kiti chake cha enzi, aliondolewa kwenye utukufu wake, akapelekwa kwenye misitu, akaenda kula majani kama mnyama, akaenda kukaa kule na umande wa mbingu kamwangukia. Na huyu mtoto wake naye ameondolewa ufalme, ufalme wake umepimwa, umeonekana umepungua. Nataka niseme na wewe ambaye umesikia neno la Mungu lakini hutaki kusimama. Umekuwa ni mtu wa kutaabisha watoto wa watu, umekuwa ni mtu wa kutaabisha watu wa Mungu, umekuwa ni mtu wa kufanya hila, umekuwa ni mtu wa kufanya uchawi, umekuwa ni mtu wa kufanya vitu visivyofaa. Lakini leo nataka nikwambie, ufalme wako umepimwa, umeonekana umepungua. Haijalishi ya kwamba umejihesabia haki kiasi gani, haijalishi ya kwamba umefanya ubaya kiasi gani, lakini ufalme wako umepimwa, umeonekana umepungua. Lakini kitendo cha mfalme kugundua ya kwamba maneno haya si sahihi, alifadhaika. Nataka na wewe mchana wa leo ambaye uko upande wa adui, ambaye unawatesa watu wa Mungu, ambaye unawaonea watu wa Mungu, ambaye unawafanya watu wa Mungu wanakosa usingizi, wanakosa utulivu, wanakosa amani, rudi kwa Mungu, maana ni saa ya Mungu kurudi kwako, ni saa ya Mungu kukurudia wewe. Rudi kwa Mungu ili Mungu akusaidie, ili Mungu akuondolee huo uharibifu, ili Mungu akuondolee kikombe cha mateso juu ya maisha yako. Umewatesa na kuwaonea watoto wa watu, umewafunga wasikwende shuleni, umewafunga wasifanikiwe, maisha yao yamekuwa magumu kwa sababu umetumainia fedha, umetumainia uchawi, umetumainia uganga, umetumainia vitu visivyofaa. Rudi kwa Mungu ili Mungu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Tekeli, umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepungua. Mene tekeli na perese, ufalme wako umekomeshwa, ufalme wako umepimwa, ufalme wako umepungua. Hauna tena nguvu. Ewe mwenye kuonea, ewe mwenye kuwatesa watu wa Mungu, ni saa ya Mungu imefika, ni saa ya Mungu imefika. Geuka, mtafute Mungu, geuka, mrudie Mungu. Mungu anataka kukuona unamrudia tena. Ewe baba, ewe mama, kila siku umesikia ujumbe, umesikia hata barabarani watu wanahubiri, umeikataa kweli ya Mungu, umekataa kusikia sauti ya Mungu, umenenda kwa akili zako mwenyewe. Ni ufalme wako umepimwa, umeonekana umepungua. Rudi, maana Mungu ana ghadhabu na wewe. Geuka, maana Mungu ana hasira na wewe. Na hiyo ghadhabu ya Mungu inapopita kwako, hakuna wa kukuonea huruma, hakuna wa kukusaidia. Ni saa ya kugeuka, ni saa ya kuacha uovu, ni saa ya kuacha dhambi, ni saa ya kuacha uchawi, ni saa ya kuacha ushirikina, ni saa ya kuacha watu wa Mungu wamtumikie Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kitabu kile cha Zaburi, Zaburi ya 129. Neno la Mungu linasema, mara nyingi wamenitesa tangu ujana wangu. Israeli na aseme sasa. Huyu ni mtumishi wa Mungu Daudi. Anasema mara nyingi wamenitesa tangu ujana wangu. Waliomtesa ni nani? Waliomtesa ni wale ambao hawamtaki Mungu, wanaabudu miungu mingine, wanaabudu uchawi, wanaabudu uganga, wanafanya ushirikina, wanafanya vitu visivyofaa. Lakini mtumishi wa Mungu Daudi leo anasema ya kwamba mara nyingi wamenitesa tangu ujana wangu. Israeli na aseme sasa, mara nyingi wamenitesa tangu ujana wangu, lakini hawakuniweza. Bwana Yesu asifiwe. Tuone jinsi ambavyo Mungu alivyoajabu kwenye maisha ya wanadamu. Mungu alivyoajabu kwa yule amuitaye, yule amtakaye katika roho na kweli. Mungu anamtetea. Ewe adui ambao umekuwa ni mtesi kwenye maisha ya hao watu, angalia jinsi ambavyo analia, angalia jinsi ambavyo anamtaka Mungu. Anasema mara nyingi wamenitesa tangu ujana wangu, tangu ujana wangu. Inawezekana Daudi wakati analia, wakati anaita, tangu ujana wake akuwa na furaha, tangu ujana wake akuwa na amani, hata kama kuna jinsi ambavyo ameona kwamba hawakumweza, lakini aliteseka, lakini alikwama, lakini alichelewa, lakini kuna mahali alijikuta analia, ingawa alikuwa anamtegemea Mungu na kuona kwamba Mungu ndiye anayeweza kumtoa pale, lakini aliteseka, lakini alikwama, lakini alilia. Akasema ya kwamba mara nyingi wamenitesa tangu ujana wangu, tangu ujana wangu. Ewe unayeteseka tangu ujana wako, ewe unayelia tangu ujana wako, ni saa ya Mungu kukusaidia. Ni saa ya Mungu kupigana na maadui zako. Ni saa ya Mungu kugeuza vita malangoni. Ni saa ya Mungu kuaibisha maadui zako. Ni saa ya Mungu kuaibisha watesi wako. Akaendelea kusema, wakulima
wamelima mgongoni mwangu, wamefanya mirefu mifuo yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu ambao wanateseka, ikifika wakati wa usiku wao hawapati usingizi, wanachukuliwa na wachawi, wanakwenda kufanyishwa kazi, wanakwenda kulimishwa. Anachokisema mtumishi wa Mungu, anasema wakulima wamelima juu ya mgongo wangu, wameteswa na wachawi, wameteswa na waganga, wameteswa na watu wabaya ambao walijua kweli kama Belshaza, lakini hawakukubali kurudi kwa Mungu, hawakukubali kutembea na Mungu, wakaiangalia miungu yao, wakaangalia uchawi wao, wakaangalia uganga wao. Lakini anasema ya kwamba leo ufalme wao umepungua, leo ufalme wao umeharibika, leo ufalme wao utakwenda kubomoka, leo ufalme wao hautakuwa kitu mbele za Bwana, kwa sababu Mungu atakwenda kuaibisha. Bwana Yesu asifiwe. Akasema Bwana ndiye mwenye haki, amezikata kamba zao wasio haki, na waaibishwe warudishwe nyuma wote wanaichukia Sayuni. Bwana Yesu asifiwe. Tunayaona maombi ya mtumishi wa Mungu Daudi. Tunaona jinsi gani ambavyo ameanza kulalama kuanzia pale mwanzo, ameanza kulia kuanzia pale mwanzo. Anasema mara nyingi tangu ujana wake ameteseka, tangu ujana wake amelia, tangu ujana wake ameonewa, lakini haikutosha. Bado wakaendelea kulima kwenye juu ya mgongo wake, wakaendelea kumfanya kwamba yeye ni mtu wa kukanyagwa, yeye ni mtu wa kuonewa, yeye ni mtu wa kulia, yeye ni mtu wa kuteseka muda wote. Hapana, imefika wakati wa Mungu kuingilia kati vita yako. Haijalishi kwamba usiku wa manane wanakuchukua, haijalishi kwamba usiku wa manane wanakulimisha mashamba, haijalishi kwamba usiku wa manane wanakufanyisha kazi nzito. Umekuwa ni mtu wa mateso, umekuwa ni mtu asiyekuwa na tumaini, umekuwa ni mtu ambaye hauoni mbele, lakini msaada wa Mungu unatokeza tena. Msaada wa Mungu kukuokoa dhidi ya hao maadui, dhidi ya hao watesi, dhidi ya hao wachawi wanaotumainia fedha zao, wanaotumainia dhahabu, wanaotumainia mawe, wasiomjua Mungu wa kweli. Leo wakamjue Mungu wetu, leo wakamjue Mungu wako. Ewe mama unayeteseka, leo wakamjue Mungu wako. Ewe baba unayeteseka, leo amjue Mungu wako. Ewe kijana ambaye umefika mahali huoni mwelekeo, leo amjue Mungu wako. Ewe binti ambaye huoni njia kutokea, huoni hatua nyingine, huoni kabisa, kila kitu unachokifanya kimekuwa giza kwako, leo kaone njia kutokea. Maana ufalme wa maadui zako unakwenda kuharibika, ufalme wa maadui zako umepungua, ufalme wa maadui zako umeporomoka, na Mungu akakutambulishe, na Mungu akakuinue, na Mungu akakuneemeshe tena, na Mungu akaachilie kibali tena kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Akasema na wawe kama majani ya darini yanyaukayo kabla hayajamea. Anachokitamka mtumishi wa Mungu kinatoka ndani ya vilindi vya moyo wake, kwa sababu inaonekana mateso aliyopitia yamekuwa mengi, inaonekana vita aliyokuwa nayo ni kubwa sana, inaonekana namna ambavyo alikandamizwa pamekuwa pagumu. Akasema hapana, hawa watu ambao wamenitesa namna hii, hawa watu ambao wamenionea namna hii, wawe kama majani makavu yawapo darini. Yale majani makavu darini hayawezi kuwa na uzito, hayawezi kuwa na nguvu, hayawezi kuwa na chochote, kwa sababu yamekaushwa, kwa sababu hayana uhai, kwa sababu hayana nguvu. Nataka nikuambia kwamba leo Mungu anakwenda kuonekana kwako. Leo Mungu anakwenda kukusaidia wewe uliyeteseka, wewe uliyeonewa, wewe uliyerushwa na tufani, wewe usiyejua tumaini. Leo Mungu anakwenda kukuinua tena. Leo Mungu anakwenda kupigana na maadui zako. Haijalishi ya kwamba nafasi walizonazo ni kubwa kiasi gani, haijalishi ya kwamba cheo walichonacho ni kikubwa kiasi gani, haijalishi ya kwamba uwezo walionao ni mkubwa kiasi gani. Hata Belshaza alikuwa ni mfalme, alikaa kwenye kiti cha baba yake, lakini ufalme wake uliondolewa, ufalme wake ulipungua. Hakuwa na kitu kingine tena cha kutumainia, kwa sababu Mungu alionekana, Mungu alijidhihirisha katikati ya maisha ya watu walionewa, walioteseka, waliojikuta wako chini ya ule ufalme, hawakuwa na tumaini, lakini Mungu alionekana. Na leo Mungu akaonekane kwako mama, Mungu akaonekane kwako baba, Mungu akaonekane kwako kijana. Mungu akusaidia kutoe hapo ambapo umeteseka tangu usichana wako, umeteseka tangu ukiwa mtoto, haujawahi kuwa na tumaini. Wachawi wamelima juu ya mgongo wako, wachawi wamekuzuia kwenye elimu yako, wachawi wamezuia maisha yako. Umeonekana kila wakati wewe ni mlevi, umeonekana kila wakati wewe ni maskini, umeonekana kila wakati wewe huna njia
njia ya kutokea, lakini ufalme wa maadui zako leo umepimwa, umeonekana umepungua, na Mungu anakwenda kupigana hiyo vita, na Mungu anakwenda kuwaibisha, na Mungu anakwenda kuangusha, maana ni saa ya Mungu kujifunua katikati ya maadui zako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tuendelee kuona pale chini amesemaje tumishi wa Mungu tunapoenda kumalizia. Anasema na wawe kama majani ya darini yanyaukayo kabla hayajamea. Kabla hayajamea, majani yanayokaa darini hayawezi kumea, yanakuwa yamenyauka. Na ndicho anachokitamani mtumishi wa Mungu Daudi. Akasema ambayo mvunaji haujazi mkono wake, wala mfunga mikanda kifua chake. Mfunga miganda kifua chake. Yani yule ambaye anavuna, yale majani hayawezi kuenea kwenye mkono kwa sababu yanapukutika, kwa sababu hayana nguvu. Na ndicho ambacho amekilaani Daudi, akisema hao waliomtesa, hao waliomuonea, wawe kama hayo majani, wafananishwe na hayo majani. Haijalishi ni miaka mingapi. Enyi wachawi, mmewafanya watoto wa watu wamekuwa wakiwa, wamekuwa chini, hawana tumaini tena. Na neno la Bwana linasema mkawe kama majani makavu yaliyokaa darini, yaliyonyaushwa na moshi, yasiyoweza kuinuka tena, yasiyoweza kustawi tena, yasiyoweza kuendelea tena. Na ndivyo itakavyokuwa siku ya leo, maana Mungu amesikia kilio cha watu wake. Mungu amesikia kilio cha watoto wake, na sasa Bwana anakwenda kuwarejeshea tumaini tena. Lakini ewe adui, sikia, maana Mungu amesema ufalme wako umeangamia, umeanguka, umevunjika, umebomoka, hautainuka milele katika jina la Yesu. Amen.